السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Watukufu wa Islam, mnaoendelea kufuatilia darasa zetu za Qur'ani tafsiri, na leo hii tukiwa tunaendelea aya ya 26 ya suratul Baqara, na katika aya hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kuhusiana na namna ambavyo baadhi ya makafiri wanashangaa na wanaona ajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupiga mifano vitu vidogo vidogo, hasa wadudu wadogo wadogo. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amewazungumza akawataja kuwapigia mifano. Kwao ikawa ni ajabu, kwa nini Mwenyezi Mungu Qur'ani yote hii ndani ya Qur'ani kakosa vitu vya kuzungumza hadi awataji akina nzi adhubab, akina al-ankabut wa buibui? Kwa nini? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo akaiteremsha aya hii ya 26 kuwajibu wao, kwake sio taabu wala sio haya wala sio aibu kuwazungumza na kuwataja wanyama au wadudu kama hao na mfano wa hao na wadogo zaidi ya hao, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapowazungumza huwa anawataja kwa maana na kwa mantiki yake na kwa makusudio yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yastahi, haoni haya, an yadhriba mathalan ma ba'udatan, kumpigia mfano hata wa mbwe. An yadhriba mathalan ma ba'udatan, kumpigia mfano hata wa mbu, au kupiga mfano hata wa mbu. Hao ni aibu, hao ni ba'udatan, ni mbu jike. Fama fawqaha, na mfano ulio zaidi ya huyo mbu. Fama fawqaha, na mfano ulio zaidi ya huyo mbu, kwa maana hata kama kuna mdudu zaidi ya huyo mbu, kwake Allah hana tabu, haoni tabu wala haya kupiga mfano. Na tukipata wasaa tuzungumzia miujiza na ajabu ya mbu huyu Mwenyezi Mungu alomtaja hapa. Ba'udha maana yake ni mbu jike, ana maajabu sana, na wanasayansi wamemchunguza wakatoa ajabu zake, na ndio Allah kamtaja. Hakumtaja bure bure. Allah anapozungumza kitu akamtaja kiumbe au mdudu ndani ya Qur'an, basi anamtaja kuna jambo ndani yake la ajabu, kuna siri ndani yake tena ya ajabu. Ndio maana kamzungumza nahlo, nyuki, na kuna sura nzima sura an-Nahl, na anavyomzungumza nyuki basi ni ajabu, na utaona utukufu na ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haoni haya, haoni tabu, kwa sababu ana malengo yake. Malengo yake ni yapi? Allah anasema fa amma alladhina amanu, ama wale walioamini, fayalamuna, watajua, annahu alhaqqu min rabbihim, kwamba hiyo ni haki kutoka kwa Mola wao. Fa amma alladhina amanu, ama wale walioamini, fayalamuna, watajua, annahu alhaqqu, kwamba hiyo ni haki, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao. Wenye imani za kisawasawa wanapoona mifano kama hiyo, basi kwa wanajua moja kwa moja hii ni haki, hii ni sawa, hii ina maana kubwa. Hata Allah akataja haya, akayazungumza, ni haki, sawa kabisa, hakuna tatizo lolote wala sio ajabu. Wa amma alladhina kafaru, ama wale waliokufuru, fayakuluna, watasema, madha arada Allahu, anataka nini Mwenyezi Mungu, bihadha mathala, kwa mfano huu. Madha arada Allahu, anataka nini Mwenyezi Mungu, bihadha mathala, kwa mfano huu. Wao watashangaa, na ndio hao watasema, wataona ajabu, huyu Mungu haoni haya kutaja vitu kama hivi, ndio mfano gani huu? Kwa Mwenyezi Mungu anawataja hivyo. Kwa hiyo hii atapata kuwachanganua Mwenyezi Mungu. Ndio maana akasema yudhillu bihi kathira. Allah anasema yudhillu bihi kathira,
huwapoteza wengi kwa mfano huo. Wa yahdi bihi kathira, na huwaongoa wengi kwa mfano huo. Yudhillu bihi kathira, huwapoteza wengi kwa mfano huo. Wa yahdi bihi kathira, na huwaongoa wengi kwa mfano huo. Wengi kwa mfano huo huongoka na wengi hupotea. Naam, kwa sababu wako watakaoona undani wa hayo, na ikawa sababu wao wakazidi imani kuongoka kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wako watakaoona hayo wakaona hakuna maana na wakapotea. Wama yudhillu bihi, na wala hauwapotezi mfano huo illa alfasiqina, isipokuwa watu mafasiki. Mafasiki ni watu waovu. Wama yudhillu bihi, na hauwapotezi mfano huo illa alfasiqina, isipokuwa watu waovu. Naam, ni wapi watu waovu? Aya 27 Allah anawataja alfasiquna. Man humul fasiqun? Man humul fasiquna, ni wapi hawa watu waovu? Alladhina, wale ambao yanquduna ahda Allahi, wanaivunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, min ba'di mithaqihi, baada ya kuisha kuifunga. Wale ambao alladhina, wale ambao yanquduna ahda Allahi, wanaivunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, min ba'di mithaqihi, baada ya kuisha kuifunga. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, na wanayakata yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu kwayo, ayusala, kuunganishwa, kuungwa. Wa yaqta'una, na wanayakata ma amara Allahu bihi ayusala, yale Mwenyezi Mungu aliyoamrisha kwayo kuungwa, ayusala, kuungwa. Kuna mambo Allah ameyaamrisha yaungwe. Mambo gani yaungwe? Kama udugu, kuunga udugu, namna hiyo Mwenyezi Mungu ameamrisha kuna mambo yaungwe. Lakini hawakuishia hivyo watu mafasiki. Wayusiduna fil ardhi, na wanafanya uharibifu katika ardhi. Wanayaungua, wanayakata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaungwe, udugu na ujamaa. Lakini wayusiduna fil ardhi, na wanafanya uharibifu katika ardhi. Ulaika, hao wenye kusifikana sifa hizo, humul khasirun, ndio waliokula hasara. Hao wamekula hasara ndani ya dunia yao na akhira yao. Ikhwata alkiram, ahadi ipi ambayo wanaivunja hawa? Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ile ile kwa Mwenyezi Mungu ametuagiza sisi, akatuonesha kila njia za kupita za kuokoka na adhabu yake, lakini bado sisi tukawa tumeiacha ahadi ya tauhidi ili tufanye utiifu na kumkamata kisawa Mwenyezi Mungu katika kumwabudu, na yeye akatulipe. Ahadi hiyo tumeivunja. Baadhi ya waumini, baadhi ya watu mafasiki, wao wanaivunja ahadi hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anawataja kuwa ni sehemu ya watu mafasiki, hao wanaovunja ahadi hiyo. Ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo, humul khasirun, ndio waliokula hasara. Akhwata alkiram, tufikie hapo siku ya leo katika tafsiri yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tu katika wale ambao ikionekana mifano kama hiyo katika Qur'an, iwe ni mifano ya kutuongoza zaidi na sio kutupoteza. Billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.